Naam, hujambo mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Ngobo TV Media. Popote pale ambako unaendelea kutusikiliza kwa muda huu, tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia siku ya leo ni pamoja na zile zisemazo kuwa watu 4 wamefariki papo hapo, huku wengine 8 kujireuliwa vikali. Hayo ndiyo matokeo ya guruneti moja iliyorushwa naye mzalendo wa kundi la SNPCC kulingana na duru zetu za mahali siku ya Jumamosi hii ya tarehe 21 Juni 2025 ndani ya kijiji cha Misisi, sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Kijana mmoja ajulikanaye kwa jina la Sumaili Beke mwenye umri wa miaka 15 ameuawa kwa kupigwa risasi na mzalendo anayeshakiwa kuwa wa SNPCC ndani ya kijiji cha Tujenge, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi siku ya posho ya tarehe 21 Juni 2025. Tutakuwa pia na habari za huko Sange na kuomba mpendwa mtazamaji na msikilizaji tuambatane mwanzo hadi tamati ili upate kuelewa mengi zaidi. Naam, tunakusihi mara tena kama bado kusubscribe kwenye channel yetu, basi ufanye hivyo ili uendelee kupata mambo muhimu yanayokujia kila saa na dakika. Tufunue pazia ya habari zetu siku ya leo tukianzia na habari za huko Misisi. Watu 4 wamefariki papo hapo, huku wengine 4 kubaki na majeraha makali. Hayo ndiyo matokeo ya guruneti moja iliyorushwa naye mzalendo wa kundi la SNPCC kulingana na duru zetu za mahali siku ya Jumamosi ya tarehe 21 Juni 2025 ndani ya kijiji cha Misisi, sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Kijiji cha Misisi kinakuwa katika majonzi kutokana na mauaji hayo ya watu 4 mfululizo, na hivyo kupelekea shughuli mbalimbali kuzorota maeneo hayo ya kijiji cha Misisi, kama alivyoeleza hapa mmoja kati ya raia tuliyezungumza naye kutoka maeneo hayo. Kutokana na hali hiyo, watu 4 ndio ambao wanaripotiwa kuweza kufariki na 8 kuweza kuumia vikali. Ni kutokana na mlipuko wa grenade ambayo mwanajeshi mmoja wa mzalendo wa chama cha SNPCC kitengo cha huko Nyange alikuja kutembelea kwenye kilio cha dada yake. Dada yake huyu, kutokana na duru mbalimbali zinaonyesha kwamba alikuwa ameumwa na kidudu alafu akafariki hiyo jana. Sasa kaka yake mzalendo akafika kwenye kilio na hasira kali. Alafu hapo akaenda kufungua grumeti na alikuwa tayari ameshatumia kilevi kidogo, na hiyo grumeti kasababisha vifo vya watu 4. 3 walifariki papo hapo na mwingine kafariki mida hizi za saa 9 za jioni kutokana na majeraha makali. Hivi 8 ndio ambao wanaendelea kupata matibabu kwenye zanati mbalimbali za hapa kijijini Misisi. Hivyo ndivyo mambo ilikuwa, ndugu yangu. Yeye mwenyewe alifariki papo hapo. Mbele afariki alikatika mkono wake ambao ulikuwa kutupilia grumeti, akafariki. Alafu kiongozi wake ambaye alitaka kumziwia ndiye ambaye ameenda kupata majeraha makali ambapo anaendelea kupata matibabu hapa kijijini Misisi. Sasa hivi hali ya wasiwasi, wazalendo wengi wanazunguka na silaha huku na huku, raia wakiwa na hofu. Lakini sasa hivi tumejaribu kwenda kuonana na wakuu viongozi kama vile mkuu wa kijiji Mwami Masaba Munga Franklin kutokana na hali, kwa sababu yeye ndiye kiongozi wa Conseil Local de Sécurité hapa kijijini Misisi. Amesema kwamba wataendelea kufuatilia kwa undani ili kuangalia namna gani ya kuweza kumaliza mzunguko wa silaha na haswa grumeti na bunduki ambazo zinaonekana kuwa kiolela sana hapa kijijini. Na alipoulizwa ni nini mtazamo wa raia juu ya kitendo hicho cha uhalifu, huyu amerejea mara tena na kueleza afuatayo. Raia hawana la kusema, ni mshangao tu kutokana na hiyo hali, kwa sababu tu bunduki zinakuwa za kuzagaa. Raia wengi wanalalamika na kusema kwamba ingekuwa heri warudie kwenye kambi yao ya kijeshi,
Na hiyo hali mkuu kiongozi au mwami ameenda kupendekeza na kusema kwamba atafanya yote yawezekanayo kusudi wazalendo wabaki kwenye makambi zao, wasiwe wenyewe kuzagaa, kwa sababu raia wanakuwa na wasiwasi. Acha nikuambie kama kutokana na hali hiyo, jana risasi zililia nyingi mpaka wingi wa risasi zikapata nafasi ya kumuua mwingine mtu ambaye alikuwa anajielekeza nyumbani kwake. Unaona kwamba uzagazi wa silaha unapelekea wasiwasi mkubwa mbele ya raia hapa Misisi. Ndiyo shughuli zinafanyika kama kawaida, kwa sababu nafasi ambapo hali hiyo iliweza kutokea ni nafasi wanaita ku Quartier Bashimboko, iko mbali kidogo na centre commercial ya Misisi. Ndio maana shughuli zinaendeka ngambo ya huko, lakini ngambo ya Bashimboko boutique na vitu mbalimbali wameenda kufunga na kazi mbalimbali wameenda kufunga kutokana na uoga. Ndiyo, waliofariki watatu ni wa Misisi, na askari jeshi mmoja huyo ambaye alikuwa anatupa grenade na alifariki ni wa hapo Nyange, na wale wengine walioumia kuna wale delegation ambao ilitoka kwenye kambi ya Nyange, na mkiwemo 4 wa Nyange na 4 wa Misisi. Yani kwa ujumla watu wa Misisi 3 walifariki na 3 kuweza kuumia vikali. Nyange kufariki mmoja na 3 kuweza kuumia vikali. Tuangazie huko Tujenge Dahima ndani ya tarafa la Fizi. Ni kwamba kijana mmoja ajulikanaye kwa jina la Sumaili Beke mwenye umri wa miaka 15 ameuawa kwa kupigwa risasi na mzalendo mmoja anayeshakiwa kuwa wa kundi la SNPCC ndani ya kijiji cha Tujenge, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi, siku ya Ijumaa mosi ya tarehe 21 Juni 2025. Mwenzetu Izake Mlucha Ashibe na ripoti kamili. Katika mazungumzo na Radio Kivu, mwenyekiti wa shirika la rahia Patujenge Bwana Destin Senga Prosper amesema kusikitishwa na kitendo hicho kwa kijana huyo mdogo, huku akionyesha kwa urefu picha halisi ya hali ilivyokuwa. Ilikuwa usiku, mamida ya saa 1 za usiku. Kuna nafasi moja ambapo wazalendo sana wanazoea kwenda kunywa pombe. Sasa kulikuwa wazalendo ambao walikuwa pale kikundi chetu cha SNPCC ambao walikuwa natoka katika kijiji cha Kafulo kujielekeza pale Tujenge kufro. Ufika pale wakaingia katika hali ya kukunywa pombe. Sasa pale kulikuwa kijana mmoja ambaye anaitwa Sumaili Beke. Mtoto ule yuko na miaka 15. Alikuwa pale. Batu tu balikuwa stuka kuona ule masasi naripuka pale. Sasa kwa ile hali ya vile ile masasi kapiga ule kijana Sumaili ambaye mimi naweza sema apumzike kwa amani. Ile masasi sasa ilipiga mtoto akaanguka. Benzake bazalendo wenyewe walikuwa pale wakanyanganya bunduki, bakamfunga makamba, bakaingia katika michakato ya kutosha mtoto pale Tujenge, kwa sababu gisi unavyojua ndugu mtangazaji, Tujenge hakuna hospitali. Ikabidi sasa ule mtoto akue hapa Baraka juu ya prise en charge. Wakati bako katika ile hali ya kumshusha hapa Baraka, kufika pale Kuyepe mtoto akafariki. Alifariki kwa mida saa 5 za usiku baada ya kutoka pale Tujenge na ile saa 1 ya usiku. Kwa gisi walimuoji, viongozi wake walimuoji ule mzalendo, alikuya kusema kama risasi iliponyoka, kwa sababu yeye alisema bunduki ilikuwa kumgongo. Sasa alipenda kutosha bunduki ndio risasi ikaponyoka. Tulishukuru kwanza uongozi wa SNPCC kwa sababu litusaidia kukamata ule kijana na kumpeleka katika eneo ambapo angepashwa akue. Kwa sasa kwa muda ambao nakwambia saa hii ule kijana Elia yuko pale kuditora, na najua kama ule kijana ataenda ku Central sagisi uongozi wa SNPCC ulisema. Na kitu kingine, walikaa jamaa mbili, familia mbili, ile ya ule kijana ambaye aliuana na kijana mwenye alikufa. Wakaongea kwanza wasema tuzike mtu, ingine maneno tutakuya iongea nyuma. Na hili ilikuwa katika majadiliano ambayo kiongozi wa SNPCC wapale Kuyepe alisaidia ili jamaa isikilizane na wazike mtu. Na mpaka kwa hiyo wakati yenyewe niko nakwambia ule kijana Asumani Beke tumemzika leo pale Kufaraja. Tunachunga ingine maneno ambayo itafanyika pale na jamaa mbili ambazo zitakuja kusikilizana ili tuangalie nini ambacho tutakuja kusaidia nyuma baada ya ule kijana kufariki. Ndugu mtangazaji, unajua familia iko pale Bilimani. Sasa ilitujia vigumu kusema maiti ilifika mtu anakuwa fia hapa Baraka tena tumpandishe kule Tujenge. Tukasikilizana na familia pamoja na uongozi wa SNPCC ambao ulikuwa sasa vile unasimamia ile dossier. Tukaona kama ule kijana azikwe hapa na kilio itaendelea kupanda pale Tujenge ambapo jamaa ya ule mtoto anapatikana. Hata hivyo, mkuu kiongozi wa kijiji hicho cha Tujenge Bwana Wakati Fundi Kipendo amesema kupokea kwa masikitiko makubwa kifo cha kijana Sumaili Beke, huku akisema kuwa sio mara ya kwanza vitendo hivyo kutokea maeneo hayo ya Tujenge. Huyu ameomba viongozi wa SNPCC kuchunguza vyema askari wao. Mimi nimesikitika sana
tena sana, sababu vitendo kama hivi pale kwetu Tujenge, hii ni kitendo ya 3. Kitendo ya kwanza ni boko abo, balipigana pale risasi, umoja alitaua mwenzake masasi kapiga mumigulu, mwa huyu mtoto mwenyana uwana, huyu mwenyana uwana huyu. Mwenzake alimuratia akapiga masasi mumigulu juu ya chakula. Safari ya pili balitaka uwa mzee Kashindi Juma yenyewe napita hapa. Tena mie kupanda kufika pale kuuliza tunatengeneza mule pale kuuliza maneno ya mwingine, Kashindi alitaka kufa jana na soda fulani. Hii inaendelea model gani? Kuuliza tena pale kwenye huyu mtoto alipigiwa masasi, njoo pale tena kwenye Kashindi alitapata shida ya kupigwa masasi. Sasa hiyo maneno inatuia kama roho hazina mzuri sana. Tunaona kama vile tunaasirika sana. Soda anatoka kukongola, Kafulo anafika Tujenge, hayafika kuka, aisha kuwa na ingine tofauti ya yake. Ile antuka tuvioni mzuri. Ifo soda anatembea, anafika kwanza kukaa na mizigo yake. Njoo kule kukazi. Lakini soda anaanza tembea utofauti na ile antuka tunaiona vibaya sana. Uongozi wa SNPCC kitu tunalomba kabisa kwa mzee ifo akuwa nafanya suivi kwa soda wanajeshi wale wenye eko natuma maeneo tofauti. Kukwe kunafika watu wajeshi wengine wanaangalia vipi kisha juma mbili pale, inaweza kuwa vizuri sana, hata sisi wakapita tutakuwa tunaishi na hali nzuri. Mwishowe Deste Senga Prosper, mwenyekiti wa shirika la raia Tujenge, ameomba pia kwa wakuu viongozi wa wazalendo kuangalia vyema majeshi yao ili kulinda raia na mali yake. Sisi kwanza kama shirika la raia tunasema ni katika hali ya machozi sana, ndo tunasema hii habari ya mtoto, kwa sababu kama unavyojua ndugu mtangazaji, Tujenge hakuna AFC M23, Tujenge hakuna ngomino. Sasa ile hali ya pombe ambao vijana wetu wanajitia ndani, mimi nawaza kama hata Nehemia anaweza bakuta mwile hali ya pombe na italeta shida. Ndio vile sasa tulikuwa napenda kuambia uongozi wa SNPCC waangalie gisi gani ya kujerewa vijana wao. Tunajua kama mabunduki ambayo inazagaa, na siku moja tulikuwa tunavisemaka kama hizi bunduki kama ziko bien controle, bunduki iko sawa vile ni bulozi, na kama ikamate mzuri inaweza kutuletea shida. Na ile shida ndio yenyewe tunaona sasa hii. Tunasikia huku na huku, tunasikia mavifo ambavyo vinaletwa na uzalendo. Walikamata bunduki juu ya kulinda raia, lakini sasa hivi vitendo ambao wanaendelea kuvifanya sasa, hata si raia tunaanza ogopa juu saa hii pale raia yote ya pale Tujenge saa hii yote inasambara na mingi wanakimbia kutokana na ile kitendo ambao vijana ambao walikuwa sanse kutuproteger tena inakuwa source ya insecurity. Kwa hiyo juu ya ile batusaidie viongozi waangalie nani mwenye anastahili kupewa bunduki. Haiko mulevi mnamuona barabara juu ni soda mnampatia bunduki, tutakuwa tu tunaassiste kwa kumamoro yenye tungepashwa kuproteger juu ile kijana. Jeunesse ndo Kongo ya kesho. Mtoto anakufa na age moja ya miaka 15. Akosa angekuwa hata ministra, angekuwa hata deputy, angesaidia katika inchi na kesho anakuwa defendre inchi, lakini ona katika ile mazingira yenye alienda kufa. Na hii tunasema uongozi wa SNPCC na vikundi vingine vya wazalendo ambao wanaendelea kushikilia silaha baangalie gisi gani ya kujere mabunduki yao ili raia, bezo ya raia sisi tunapenda amani. Tukamilishe habari zetu siku ya leo na habari za huko Sange. Raia wa Sange ndani ya tarafa la Uvira wameshinda katika hali ya wasiwasi Jumamosi hii ya tarehe 21 Juni 2025. Hivyo ni baada vikosi viwili vya wazalendo ikiwa chake kamanda Kamama na Ngoma Nzito kutaka kurushiana risasi. Hali hiyo imezusha ghasia kubwa kwa raia, huku wakibaki na jiuliza kwa nini vikosi vya wazalendo kuendelea kupigana wao kwa wao na wakati muda huu ni wa kuendelea kupigana na adui. Mmoja kati ya viongozi wa shirika la raia katika maeneo hayo ya Sange anaeleza afuatayo. Alert. Sange leo siku ya posho tariki 21 katika mtaa wa Kianyunda ama kata la Kianyunda, maaktivite ziko paralize paske watu wawili hawaelewani. Ndugu Kamama ametoka kwenye kaya yake ama kambi yake, ameenda kuatake mwenzake Ngoma Nzito pale Kianyunda. Donc la situation n'est pas bonne à Kianyunda, ndio maana tunapenda kujulisha wandugu wenye kuwa humu jua ya kwamba hiyo situation Pasange iko mbaya. Donc ameenda na kikosi na mwenzake yuko na kingine kikosi, na kinaleta itakuwa vuta ni kuvute hapa kwetu Sange
katika kata la Kianyunda. Ndiyo, ni habari hiyo. Ni secretaire executif wa Nouvelle Société Civile Sangre ndo mwenye anapitisha habari hiyo. Asante. Na kupitia hapo ndipo tumefika mwisho wa habari zetu siku ya leo. Tunakusamini kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusii kama bado kujiunga kwenye chaneli yetu, basi gusa kwenye kialama cha kikengele ili uendelee kupata habari kwa muda muafaka. Usisahau mara tena kushare, kulike na kukomenti. Tunakutangazia matangazo haya kutoka moja kwa moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutanane baadaye panapo majaliwa.